Ndugu mfuatiliaji wa channel yangu hii ya Jifunze Kisukuma hapa. Karibu tuendelee na sehemu ya pili ya Jifunze Kisukuma, na sasa tutajifunza jinsi ya kutunga sentensi kupitia maneno ya Kisukuma. Utatungaje sentensi kwenye Kisukuma? Kama nilivyotangulia kukufundisha kwenye klipu zilizopita, nimekufundisha majina ya ndugu, nimekufundisha salamu za asubuhi, za mchana na za jioni. Nimekufundisha jinsi ya kuitikia salamu, lakini pia nimekufundisha jinsi ya kujitambulisha. Sasa basi, ili kutunga sentensi kwa Kisukuma, tunazingatia mambo matatu. Jambo la kwanza ni muhusika. Muhusika kama mimi au wewe. Baada ya hapo, kinachofuata ni kitenzi au kitendo. Kama nilivyotangulia kufundisha baadhi ya vitendo kwenye klipu zilizopita, kinafuata kitendo kwa lugha ya Kisukuma. Baada ya kitendo, ndugu msikilizaji, unamalizia na kijalizo, au tunaweza tukasema eneo, au tunaweza tukasema mazingira. Na hapo unakuwa umekamilisha sentensi ya Kisukuma. Kwa mfano, mwalimu alizaa aha. Kwa Kiswahili hiyo inasikika kwamba mwalimu anakuja hapa. Mfano mwingine, Nene, Nize na Jekaya. Kwa Kiswahili, mimi nije niende nyumbani. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hapo unakuwa tayari umeshaweza kutunga sentensi kwa Kisukuma. Sasa, hebu subscribe hapo, like, alafu comment uniambie ni sentensi gani ulitaka uijue kwa Kisukuma, ili pengine ikusaidie kuiongea mahali fulani. Comment hapo. Nitakujibu kwa wakati sawasawa na unavyotaka kabisa, ili tuwe pamoja. Asante, karibu nikukaribishe kwenye somo linalofuata, sehemu inayofuata.